Habari mwana familia mwenzangu wa Sonship Spirit TV. Naam, ni Jumamosi nyingine tulivu ambayo wana na urithi wa Mungu tunafurahia wema na fadhili za Mungu zinazotuzunguka mahali popote tulipo. Na unaposikia sauti hii, basi ujue kipindi hewani ni Kristo Viwanjani. Naam, karibu katika jukwaa hili la roho wa neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Na leo nimekuletea mwigizaji maarufu, mchekeshaji Christopher Tucker. Tabia za mwili hazimzuii Mungu kujidhihirisha kwa watu wake kupitia wewe, bali zinaweza kuwa kikwazo kwako kumfurahia Mungu na kwa watu wanaokuzunguka kumfurahia Mungu. Moja ya uongo ambao Ibilisi ameweza kuupandikiza kwa watu wengi duniani, wakiwemo wana wa Mungu, ni kufikiri kuwa vipawa kama vile mpira wa miguu au uigizaji ni sehemu ya watoto kuharibikiwa kitabia. Ibilisi amefanya hili kwa kuondoa msingi wa neno la Mungu kuanzia kwenye familia na kuwapelekesha vile apendavyo. Jambo lililopelekea wengi kushindwa kutumia vipawa hivyo kumtukuza Kristo na kujikuta wakifanya yaliyo ya Ibilisi, na hata kupelekea wazazi wengi kuua vipawa tangu nyumbani kwa kuamini vitaleta shida kwa familia siku za usoni. Hata hivyo, tangu kuanguka kwake, Ibilisi hakuwahi kushinda katika vita ya kutaka kumaliza uzao wa Mungu duniani. Zaidi ya yote, kila alipofikiri ameshinda, kumbe ndio anajikuta amejichimbia shimo refu zaidi. Viwanja vyote vya burudani na vipawa mbalimbali vimekuwa jukwaa kubwa la kumhubiri Kristo kama ilivyo tangu awali. Katikati ya wingi wa matendo maovu katika majukwaa haya, Mungu ameinua wana wa Mungu kutoka katika familia yake ambao wamesimama imara kuleta uamsho wa Kristo mioyoni mwa watu, kiroho, nafsi na mwili pia. Christopher Tucker, mchekeshaji maarufu mwenye asili ya Afrika kutoka Marekani, aliwahi kunukuliwa katika moja ya interview yake akisema, "I did not reprise my role as Smokey in next Friday and the Friday after next for my faith reasons. I am faithful Christian. I represent Christ in every way possible. And so I did not want to encourage others to smoke marijuana." Tucker ni mchekeshaji ambaye tangu alipoanza kuigiza mwaka 1992, licha ya kuzungukwa na watu wa namna mbalimbali, hakuna hata filamu moja aliyozungumza neno la matusi. Hajawahi kuigiza kuvuta sigara au bangi au kutumia kilevi. Hata muonekano wake siku zote umekuwa wenye staha. Tucker amewahi kukataa kiwango kikubwa cha pesa, takriban dola za Kimarekani milioni 40, ili kuigiza kama mlevi katika filamu. Tucker aliendelea kusisitiza kuwa kwake maisha si kupata pesa, bali kuwa sababu ya wengi kumjua Mungu. Mara kadhaa amekuwa akitengenezewa skendo mbaya ili kumshusha chini katika msimamo wake wa imani yake katika Kristo. Ameshazushiwa na kutengenezewa madeni mara kadhaa, na yote akayalipa. Wameshajaribu hata kumtengenezea kesi ya ubakaji, ambayo hata hivyo kesi hiyo pia ilishindwa. Zaidi sana, kila alipowekwa katika mtego huo ukageuka kwa ngazi kwa ajili ya Tucker kupanda juu sana na Kristo kuhubiriwa zaidi. Leo hii Christopher Tucker anabaki kuwa kati ya waigizaji wachache waliowahi kumdhamini rais mstaafu Barack Obama ili kuingia madarakani. Tucker anabaki kuwa mmoja wa waigizaji wachache
wanaoendelea kupokea tuzo za heshima kwa kazi kubwa walizofanya. Aliamini inawezekana kujulikana duniani kote pasipo kuvuta sigara au kunywa pombe au kukaa uchi. Aliamini inawezekana kumfanya Kristo kuwa kipaumbele hata katikati ya maasi mengi. Aliamini kuwa kipawa alichonacho ni kwa ajili ya Kristo na kusudi la Kristo hapa duniani. Leo hii katika viwanja na majukwaa ya filamu duniani kote, wana wa Mungu wana uhuru mkubwa wa kuishi wanachokiamini. Wana uhuru wa kukubaliana na matakwa ya ulimwengu. Wana uhuru wa kutokukubaliana na matakwa ya ulimwengu, na wamekuwa kichocheo kikubwa cha uamsho wa injili ya ufalme kwa watu wengi. Taka si mchekeshaji tu, bali ni mwinjilisti wa Kristo ambaye anafahamu thamani ya mwili wake kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, sawa sawa Wakorintho wa kwanza 6:19, ambao Mtume Paulo anatuambia, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Naam, familia mwenzangu wa Sonship Spirit TV, swali kwako: je, wewe kipawa ulichonacho unaishi kusudi la Kristo mahali popote ulipo? Usiache kutuandikia katika jukwaa hili la Roho, Neema, Vipawa, Ugunduzi na Matendo ya Kinabii, hapa katika runinga yako pendwa ya Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Naam, nikutakie Jumamosi njema iliyojaa baraka na furaha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tukutane tena Jumamosi ijayo. Bye bye.